Yes, Bwana asifiwe. Kwa hivyo leo tunaingia katika somo letu ambalo tulimalizia wiki jana, tuliweza kumalizia somo la 28 sehemu ya C, lakini pana jambo kidogo tu ningependa kuguzia pale kuanzia mstari wa 51. Tuliona ya kwamba katika somo hilo la 28 mstari wa 21 tunaona naye atakula uzao wa ng'ombe wako na mifugo na uzao wa nchi yako mpaka utakapokwisha kuangamizwa, wala hata kuacha nafaka wala divai wala mafuta wala maungeo ya ng'ombe wako wala wanakondoo wako hata utakapokwisha kuangamizwa. Tunaona vile ambavyo mtu ataadhibiwa wakati ambapo ataachana na Mungu na aweze kwenda na njia zisizompendeza Mungu, na mambo mengi ataweza kuingiliwa hata na maadui katika malango yake, hata kuta zake ndefu zote zitabomoka na zenye maboma walizojiwekea kubwa alizokuwa akiziamini zishuke katika nchi yake yote kila upande, naye atahusulika katika malango yake yote kwa kila upande kwa nchi yake yote aliyokupa Bwana Mungu wako. Kwa hivyo tunaona adhabu ambazo zitakuja na vile mtu ataachiliwa hata akiwa ya kwamba nawe utakula uzao wa tumbo lako. Tunaona mambo hayo ni magumu sana, ambayo yalikuwa katika somo lile la 28. Na wanyama vile vile, utakula nyama za watoto wako na vile vile binti zako utawala, kwa sababu mambo ya mazingara yatakuwa ni mabaya sana na maisha yatakuwa ni magumu zaidi. Basi naye mtu mume vile vile, hata akiwa mwororo, sura yake ni safi, ngozi laini, lakini vile vile atakuwa na kijicho ovu juu ya nduguze na mke wake wa kifuani mwake, na vile vile masalia ya wanawe waliosalia naye. Kwa hivyo maisha yatakuwa magumu, na ndio tunayaona wakati huu. Hata astake mmojawapo apewe nyama ya wanawe, atakuwa anapenda kula peke yake, na kwa sababu hakuna kitu kitakuwa kimesalia katika nchi, watu watajila hao wenyewe. Kwa hivyo wapenzi, na mwanamke kati yenu aliye mwororo na laini, ambaye hangehatirisha kuweka wayo, angeweza kuweka wayo hata kuguza mchanga, lakini sasa kwa umaridadi wake na madaha na ulaini, vile vile atakuwa na kijicho na kula watoto wake. Naeleza hii kwa sababu ni kiwango cha mwisho kabisa cha mtu akiingia katika shida zake za mwisho. Yeye humalizia na kujila yeye mwenyewe na uzao wake, na juu ya mchanga wake vile vile atokaye juu ya miguu yake, yaani placenta na vitu vinavyotoka ndani ya mama wakati anaenda kujifungua, atazila, kwa sababu nchi itakuwa mbaya. Watu wataingia katika hali mbaya, wakati watu watamwacha Mungu wote kabisa, hawataogopa. Na ndio unasikia dini zingine unasikia zinakula watu, zinakula nyama za watoto, zinakula mambo mengine. Watoto wanashikwa, wanaibiwa, hata wamama wanapelekwa na kuweza kutolewa sehemu nyingi katika miili yao, na zingine zinafanyiwa kuliwa. Tumesikia hata watu katika nchi kadhaa wanaenda kule mochari, mahali maiti zinawekwa, wanasafisha maiti. Wakisafisha hiyo maji ya maiti inaenda kutumika mahotelini kupika chakula na mambo mengine. Tuna makabila mengine hata yanapopika wakati wa matanga, wanatumia maji ya maiti kusafisha na kuweza kuwalisha watu wengine. Ubaya umeingia katika dunia. Wapenzi, tukae upande wa Mungu na tuogope mambo haya kwa sababu yapo. Kwa hivyo wapenzi, nilitaka kukuguzia usije ukasahau, na leo tunaingia katika somo la 29 ambapo tuliona mambo hayo na mengine ambayo singerudia, na ni vizuri uangalie sana somo la 28. Lina mambo mengi sana ya kutufunza na jinsi ya kukaa katika njia za Mungu. Kwa hivyo sasa, katika sura hii ya 29 tunaona ya kwamba Mungu aliweza kuweka taasisi ya agano katika kule nchi ya Kanani. Kwa hivyo hii taasisi tunasema institution of the covenant in Canaan, vile ambavyo alipanga ikawa taasisi hiyo ya agano inaweza kukamilika hapo kuanzia mstari wa kwanza. Ndio tunaangalia na tuangazie jambo hili tuweze kujifunza, tuone jinsi Mungu alivyoweka msingi wa agano. Ni nguvu za Mungu. Wakati ambapo agano limesimama vizuri,
likiwa na nguvu za Mungu, maisha yanakuwa mazuri na Mungu anatembea na watu wake. Basi hapo Mungu akanena na Musa, akamwambia nini? Akamwambia haya ndiyo maneno ya agano. Anamkumbusha Musa ati maneno ya agano lazima akumbuke jinsi alivyomwambia pale walipokutana mlimani. Bwana alilomwamuru Musa alifanye na wana wa Israeli katika nchi ya Moabu, yaani pamoja na agano alilofanya nao huko Horebu. Kwa hivyo sasa, wapenzi, unaona Musa yuko katika tambarare ya Moab, na wakiwa pale tambarare ya Moab wanaikaribia sana kuingia nchi ya ahadi, na ndiyo Mungu anamkumbusha akumbuke yale maneno ya agano aliyomwambia katika mlima wa Horeb, na akumbuke vizuri, aambie wana wa Israeli awakumbushe. Hiyo inakuonyesha nini? Inakuonyesha ya kwamba siku za Musa zinakaribia za kuondoka, na ndio anaambiwa, kwa sababu yeye ndiye aliweza kuonana na Mungu na kukutana naye na kuelezwa, anaambiwa awakumbushe wana wa Israeli wasije wakasahau. Ndiyo maana hata katika kanisa letu tunakumbuka ya kwamba watu wanaompenda Kristo ni vizuri kila wakati tunakumbushwa juu ya amri za Mungu na sheria zake na hukumu zake, maadamu tusije tukasahau na tukaingia katika ulimwengu. Mambo hayo vile alivyoambiwa pale mlima wa Horeb, unaweza ona katika kitabu cha Walawi 26 mstari wa 46, na vile vile katika hii kumbukumbu ya Torati 5 mstari wa 2 mpaka wa 3. Sheria zilizowekwa na jinsi Musa alivyoambiwa, hivi ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli watakavyoenenda na kutii sheria za Mungu. Na hapa Musa haambiwi awaambie tu, anaambiwa, Mungu anamwambia niliyokuamuru, yaani kwa Kiingereza is a command, yaani nilivyokuamuru hivyo ndivyo utawaambia. Kwa hivyo naye Musa sasa akaenda kwa wana wa Israeli, anawaambia nini? Akawaambia, Musa akawaita Israeli wote, waje kwenye kongamano, kwenye mkutano. Akawaambia, mumeyaona yote Bwana aliyofanya Farao. Yaani anawakumbusha kuanzia historia walipokuwa Misri, wakati Musa alikuwa kule katika nchi ya Jethro, wakati ambapo anatayarishwa kuja, wana wa Israeli walikuwa Misri kwa Farao. Kwa hivyo anawakumbusha mara moja, kumbukeni ile mambo Mungu alifanya kule kwa Farao ili muweze kukombolewa katika nchi ya Misri, nchi ya tabu, nchi ya utumwa. Wakati ambapo ulikuwa katika utumwa kabla haujajuana na Mungu, ni vizuri kukumbuka. Mungu huwa anatukumbusha, na ndio Musa anapitia njia hiyo, atikumbuka mahali ulipokuwa nyakati zile kabla Mungu hajakuokoa, na mambo uliokuwa ukipitia mbele ya macho yenu na nchi yake yote, na watu waliona jinsi ulivyookolewa, jinsi ulivyosimama imara, na mpaka mahali umefika, mahali walipo sasa katika tambarare ya Moabu, karibu sana kuingia katika nchi ya ahadi. Kwanza, wakati unakumbushwa mambo, ni vizuri kukumbushwa historia kidogo ya mahali ulikotoka. Wakati ambapo tutasahau kahistoria kadogo mahali Mungu alitutoa, hapo ndipo mtu huweza kufika wakati wa kusahau na kuanza kufanya mambo yasiyompendeza Mungu. Basi usije ukasahau Mungu alikutoa mahali gani. Ndipo wana wa Israeli laini ya kwanza wanaambiwa, kumbuka vile Mungu alifanya kule kwa Farao katika nchi ya Misri wakati aliwaokoa. Yale majaribu makuu yaliyoyaona macho yako, hizo ishara na vile vile na ile miujiza mikuu. Tunakumbuka kulikuwa na miujiza 10. Muujiza wa mwisho ulikuwa ni vifo vya watoto wazaliwa wa kwanza. Na hiyo ndio ilimshinda Farao kabisa, mpaka akawakubalia waondoke na waelekee katika nchi ambayo Mungu wao aliwaambia waende wakatoe dhabihu. Kwa hivyo wapenzi, vile vile kulikuwa na ishara katika nyumba ya Mungu tunamokaa ama tunapoendelea katika ibada zetu tukimsubiri Bwana. Ni lazima kuwe na ishara. Je, tuko katika njia za Mungu? Ni lazima watu waponywe, lazima watu wakue katika imani, lazima watu wabadilike hata katika tabia na mienendo yao, na vile vile kuwe na miujiza ya kuponya mizigo, magonjwa ambayo ni mabaya na mambo mengine, na kuwaficha watu wa Mungu katika siri zake. Ndivyo ilivyokuwa hata katika Misri. Kulionekana ishara nyingi ambazo Mungu alionyesha,
na vile vile kulikuwa na miujiza ambayo Mungu aliweza kuwaficha watu wake na kuweza kuwamaliza watu waliokuwa kinyume na yeye. Kwa hivyo wapenzi, lakini sasa ni sisi tunaelezwa, lakini Bwana hakuwapa moyo wa kujua, wala macho ya kuona, wala masikio ya kusikia, hata leo hivi. Yaani wakati mwingine watu wanakuwa ni watu wa kusahau, na ndio Musa anawaambia ni kama kwamba wakati ule hamukuwa mnaona vile Mungu anafanya, ndio mumefika hapa, mumesahau kuanza kufanya mambo yenu yasiyofaa kinyume na Mungu, kwa sababu ni kama hamukuwa na macho ya kuona na ni kama hamukuwa na masikio ya kusikia. Hata hivi leo, yaani hata sasa, yale mambo ni kama mlisahau yale mlioona, vile Mungu aliwaokoa, vile Mungu aliwasimamisha na kuwasetiri katika siri zake, ni kama kwamba hamukuona. Hii inakuwa ni kama kitu ile mnaita kwa Kiingereza satire. Yaani unajua jawabu, lakini Mungu anakuambia umejifanya umesahau, ni kama haukujua, lakini unajua vile Mungu alivyotenda na jinsi alivyokuokoa kutoka pale. Nami miaka 40 nimewaongoza jangwani. Yaani Musa anajitetea mwenyewe, anawakumbusha, mimi ijapokuwa mnajifanya mlisahau na hamukusikia mambo hayo, mimi nilikuwa na nyinyi jangwani nikiwaongoza kwa miaka 40. Sikuwaacha, niliendelea kuwaeleza mapenzi ya Mungu na kuwafundisha na kuwaelekeza katika njia zake kwa miaka 40. Nguo zenu hazikuchakaa juu yenu. Yaani, na wakati tulikuwa na nyinyi pale jangwani mpaka wa leo, nguo zenu hazikuzeeka, hazikupasuka, hazikubadilika. Mliweza kuendelea nazo kwa sababu unajua hakukuwa na mahali pa kutengeneza nguo, hakukuwa na mauzi, hakukuwa na zile nyuzi za kutengeneza nguo na manyoya ya kondoo, hawakuwa na zana zile zingetumika. Kwa hivyo Mungu aliweza kuwaficha siri zao za uchi na kuweza kusetiri ama kuziweka nguo zao bila kukwisha. Kwa hivyo Mungu anaweza kufanya yote. Mungu anaweza kutumia kitu ulicho nacho kisiharibike na kiweze kukusaidia mpaka wakati ambapo Mungu atataka kukupa kingine. Kwa hivyo nguo zenu hazikuchakaa, hazikuharibika, hazikupoteza hata rangi, wala kiatu chako hakikuchakaa. Vile vile viatu walivyokuwa navyo miguuni nyakati zile, waliendelea kuwa nazo kwa miaka 40. Huo ni muujiza mkubwa sana katika mguu wako. Yaani viatu havikuisha, nguo hazikuchakaa. Miaka 40 Mungu aliwaficha katika siri zake za kiroho na wakaweza kupita katika majaribu yote. Na mnakumbuka vita walizopitia kule na mfalume Ogu na yule wa Sihon na wengine, na mpaka yote waliweza kufaulu na kufika mahali ambapo wamefika sasa katika tambarare ya Moabu. Hamkula mkate wala hamkunywa divai wala kileo, ili mpate kujua kwamba mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Yaani Mungu hakuwapa vitu hizi ili kuwakumbusha. Kwa sababu gani? Hapa unakumbushwa ya kwamba Mungu anaongea katika siku zitakazokuja. Ndio anawaambia ya kwamba hamkula mkate, yaani mkate ni nini? Mkate ndio neno la Mungu ambalo ni Kristo. Anajaribu kuwaambia siku za usoni ati kutakuwa na Bwana Kristo ambaye ni mkate wa uzima, na vile vile kutakuwa na ujaji wa Roho Mtakatifu. Yaani hamkunywa divai wala kileo wala kitu chochote cha kuwachanganya, ili mpate kujua ya kwamba mimi ni Mungu Bwana wenu. Kwa hivyo wapenzi, wanakumbushwa, tunaonyeshwa haya mambo yalikuwa hayajafika wakati huo, lakini walitayarishwa kwa njia za kipekee. Kwa kula ile mana iliyokuwa ikinyesha kutoka mbinguni, waliweza kupewa vile vile nyama kule jangwani na mambo kama yale waliona, lakini hasa hawakuwa wamemla Mungu mwenyewe, walikuwa hawajamfikia kiwango kile cha juu. Kwa hivyo walikuwa ni watu tu. Hii ni kusema walikuwa na watu tu, na ndio maana wanakumbushwa kila wakati. Nanyi mlipokuja mahali hapa, walitutokea kupigana juu yetu Sihoni mfalme wa Heshbon na Ogu mfalme wa Bashani, tukawapiga. Kwa hivyo wakati wote kulikuwa na hatari barabarani, Mungu alisimama nao. Hata adui waliposimama, waliokuwa na nguvu sana, falme za dunia, mapepo na zinginezo, Mungu aliweza kuwaficha. Na ndivyo hivyo wapenzi, tunaona hata sisi tukiwa katika safari hii, Mungu anatulinda na hatari nyingi sana.
anatukinga na maadui wale wanashindana nasi barabarani, hata katika nyumba zetu, boma zetu, watoto wetu, na kila mambo ambayo tunafanya kazini mwetu. Ni Mungu anatuficha, kwa sababu yeye ndio Mungu wetu. Hata tunapokutana na matatizo ambayo tunaona ni makuu kama wafalme wa Ogi na Sihon, tunaona kama hatutashinda, Mungu anatushindania. Tukaitwa nchi yao, nayo tukawapa Waruben na Wagadi na nusu ya kabila la Manase. Yaani tayari washachukua nchi. Wakati Musa walipofika katika nchi hiyo ya Sihon na nchi hii ya Ogu, waliwapiga na kuwaondoa kabisa, na wakachukua hiyo nchi. Musa akaichukua hiyo nchi na akawapa nani? Akawapa kabila ya Ruben na vile Gadi na vile nusu ya Manase. Anawakumbusha tayari, unaona ng'ambo ya Yordani ni Musa aliyepigana na akaweza kushinda kabla ya kuondoka. Kwa hivyo wapenzi, anawakumbusha vile ambavyo tangu mahali wamefika katika hiyo tambarare ya Moabi. Na ndio unaona watu kama kina Baraki ambaye alikuwa mfalme aliyesalia mahali pale wa Moabu, pamoja alikuwa naita Balaam aje awalaani wakiwa katika hiyo tambarare ya Moab, ili wasiingie na kuweza kumshinda. Kwa hivyo wapenzi, mambo haya tunakumbushwa, lakini tayari Musa alikuwa amechukua hiyo nchi ya Ogu na Sihon na kuweza kuwapa wale wa kabila ya Ruben na vile Wagadi na vile nusu ya kabila la Manase ambao ni uzao wa Yusufu. Shikeni basi maneno ya agano hili muyafanye, ili mfanikiwe katika yote mfanyayo. Wakati ambapo utashika maneno ya agano, wakati utazifuata amri za Mungu na kuzitenda, wakati utaziangalia sheria za Mungu usije ukapitika nazo, na vile wakati utakumbuka hukumu za Mungu, neno la Mungu linatupa imani ya kwamba ati tukishika maneno hayo yote na tuyaweke vizuri, tutafanikiwa, tutakuwa watu wa kufaulu, tutaishi maisha mazuri, kwa sababu Mungu ndiye atakuwa mtetezi wetu. Kwa hivyo kitu ambacho tunahitaji sana wapenzi ni kushika hizo amri za Mungu. Na ameamuru, tumesoma pale mwanzo, ati aliamuru Musa awaambie vile alivyofanya, alivyomwambia pale mlima wa Horebu. Kwa hivyo wapenzi, mambo haya ni makuu kuyaweka maanani na kuweza kuyakumbuka wakati wote, kwa sababu Mungu anapotukumbusha ameona ni mambo gani tunatakiwa kufanya. Kwa hivyo wapenzi, hiyo ndio ilikuwa agano ya ile agano katika Canaan. Walipoingia Canaan, walipoanza kuingia Canaan, hiyo ndio agano Mungu aliweka nao, kuwakumbusha alivyotenda kwa Farao, alivyotembea pamoja nao kule jangwani miaka 40. Nguo zao hazikuchakaa, viatu vyao havikuchakaa vile. Mungu aliwalinda kwa kila jambo, ijapokuwa walikuwa wanatenda dhambi hapa na pale, kuabudu miungu mingine, lakini kwa sababu Mungu alikuwa ameweka ahadi, aliweza kutembea nao mpaka mwisho, wakawa wamewashinda wale wa Sihon na vile yule wa Ogi, na kuweza kupea nchi yao wale wana wa uzao wa Yakobo, ambaye ni Ruben, wakiwa na ndugu yake ambaye anaitwa Gad, pamoja na mtoto wa nduguye aliyeitwa Manase, ambaye nusu ya kabila hilo iliweza kupewa ardhi kabla ya kuvuka Yordani. Kwa hivyo wapenzi, kazi hiyo nataka ukumbuke vizuri, ni Musa aliyoifanya, sio Joshua. Hawajaingia mahali ambapo Joshua ataanza kufanya kazi. Na ujue vile wakati Musa anafanya hiyo, anapigania, kumbuka vijana wote waliokuwa chini ya miaka 20 wote bado hawajatahiriwa, bado wako bado wako namna hiyo, na bado hawajafika mahali ambapo ni Gilgal, mahali ambapo Joshua atawatahirisha ndio waweze kuvuka Yordani. Kwa hivyo Musa bado anapigana kulingana na nguvu alizotoka Misri nazo, na sasa amewapigania sana. Lakini sasa wakifika kuvuka mto, basi pale mambo ambayo Joshua atachukua yatakuwa ni tofauti. Bado tunaelezwa jinsi Musa anavyoendelea kufanya kazi, na ameanza kupigana, na amepigana vita vya kwanza kuweza kuchukua nchi kwa sababu ya watu ama wana wa Israeli, ili neno lililonenwa kwa Abrahamu katika Mwanzo 15 limeanza kutimia. Kwa hivyo Mungu wetu ni Mungu wa haki, Mungu wetu hadanganyi.
anatenda hiyo hata wakati Musa atakapolala. Tayari katika ulimwengu wa kiroho yeye ni jemedari mkuu, kwa sababu tayari amepigana vita na kuanzisha vita, kuanzia kufanyia vile Mungu alivyomwamuru. Kwa hivyo wapenzi, sasa tunaendelea, tunaona ya kwamba vyama vya agano vilikuwa namna gani katika nchi ya Canaan wakati watakapoingia mahali pale. Kuna vyama ambavyo vitakuwa, yani parties of the covenant, wale wanaohusika katika mambo ya agano hii ya Mungu. Kwa hivyo leo mumesimama, Musa anaendelea kuongea na wana wa Israeli kule katika tambarare ya Moabi. Basi anawaambia, leo mumesimama nyote mbele ya Bwana, mumesimama mbele ya Mungu, kwa sababu sasa tunaongea tukiwa Mungu anatusikia. Hata nasi tulio hapa tunapokuwa tunajifunza neno hili, kumbukeni ya kwamba Mungu yupo na anaona mambo ambayo tunakumbushana mimi na wewe. Kwa hivyo anasema ya kwamba Mungu wenu, wakuu wenu, tumesimama mbele ya Mungu pamoja na wakuu wenu, yani viongozi ambao wameteuliwa kuongoza makabila. Kumbuka ni wale wazee 70 na maakida wengine waliowekwa na Musa vile vile. Anasema wakiwa mbele ya Mungu na viongozi hawa, basi wanajua ya kwamba haya mambo anayowaambia ndiyo yapo, na kabila zenu, kabila zao zote ziko mahali pale, wakati wanaendelea kuangalia mambo, yani wale wanaohusika. Angalia hapa, ni mbele ya Mungu, iko wakuu wao, wale ambao wameteuliwa, kina maakida na masenhedrin, wale wazee wanaoongoza 70 ambao Musa aliwateua wamsaidie kazi, na vile vile wazee wao hawa na kabila zao zinahusika, na maakida wenu, waume wote wa Israeli, wanaume wote wa Israeli, wote wako pamoja. Those are the parties. Hivyo ndivyo vyama ambavyo vilikuwa katika agano hili la nchi ya ahadi. Vijana vyenu, yani vijana vyenu, wale ambao ni vijana, na wake wenu, na mgeni wako aliye kati ya kituo chako, tokea mchajaji wa kuni zako hata mtekaji wa maji yako. Kwa hivyo watu wote walikuwepo, hakuna aliyebaki nje. Vijana wao walikuwa mahali pale mbele ya Bwana, na wake zao walikuwa pale mbele ya Bwana kusikia. Wageni waliokuwa wanapita huko walikuwa bado wako ndani yao, walikuwa pale kusikia, kwa sababu walikuwa kati yao katika vituo vyao. Na vile vile hata wale ambao walikuwa wameandikwa kuwachanjia kuni, yani kuwatafutia kuni na kuweza kuwaletea wale walikuwa wakija kufanya utumwa huo wa kutafutia wana wa Israeli kuni wakati wakiwa jangwani na katika ile tambarare ya Moabi, walikuwa pale. Na vile vile mtekaji na wale walikuwa wakiwachotea maji, kwa sababu hao walijua siri za huko, walijua mahali kuni ziko. Kwa hivyo ndio walikuwa wakitafutia wana wa Israeli. Nataka kukuambia nini? Walikuwa ni wengi pia, kwa sababu kumbuka, wana wa Israeli ni wengi sana na wanataka kuni nyingi, na wako jangwani, hawajui mahali miti inapatikana. Na ingine, watu wanaoishi jangwani wanajua mahali kuni zinapatikana, wanajua mahali kuna visima vya maji, tunaita oasis, wanajua mahali ziko. Kwa hivyo ndio wanafanya kazi hii kuwaletea wana wa Israeli. Mungu ni waajabu sana, analeta watu wawe watumishi wako ikiwa utakaa vizuri. Wote wako pale kusikia agano. Ndio maana unaambiwa the parties at the time of the covenant, yaani vyama ambavyo vilikuwa katika agano wakati Mungu anaongea na hao, ni hawa wote ambao wako mahali pale. Ndio umesikia wakitajwa, wote hao walisikia. Kwa hivyo wapenzi, hata wakati mambo ya Mungu tunaeleza katika nchi hii na mahali utakaponisikia wakati huu, si ati watu wa dunia hawasikii. Wanasikia tukihubiri, wanasikia katika luninga, wanasikia katika redio zao, wanasikia tukitaja makanisani mwetu, lakini wanakuwa vichwa ngumu, hawafuati, lakini wanasikia. Kwa hivyo wapenzi, ndio maana tunaelezwa mahali hapa, ili uingie katika agano la Bwana Mungu wako na kiapo chako afanyapo nawe Bwana Mungu wako hivi leo. Yaani hawa watu wamekuwa ni mashahidi wote ambao wamehusika, ili waone ukianza kuchukua ile kiapo, oath ya mbele ya Mungu ya kuingia katika nchi ambaye Mungu amekupa. Wakati unaingia, kuna mashahidi wanajua jinsi ulivyokoka na jinsi umeingia katika ufalme na jinsi Mungu anavyokubariki. Ndio unasikia tunaambiwa katika maandiko, tunaambiwa tumezungukwa na mashahidi wengi
kila upande. Kwa hivyo wapenzi, ndio unaona hapa kulikuwa na wageni, kulikuwa na wachaji kuni, kulikuwa na wenye kuteka maji, kulikuwa na vile vile wageni waliopitia kule, vijana na wake zao, wote walikuwa huko, na viongozi ambao walikuwa mbele ya Mungu, na vile vile wale ambao walikuwa ni maakida, wote walikuwa mbele zao, na waume wote. Kwa hivyo walikuwa ni mashahidi. Kila mtu alishuhudia vile Mungu anataka, waliopendeka na wasiopendeka, wote walikuwa ndani. Kwa hivyo wakati wote usifikiri uko peke yako ati Mungu hajaweka mashahidi. Wakati wa kesi kubwa itakayofanyika kule mbinguni, kutakuwa na mashahidi ambao wataeleza mambo uliyofanya katika giza, mambo uliyoenda nayo, ambaye Mungu hata simama kukuuliza maswali. Na nionyesha ya kwamba utatokea tu pale, na mashahidi watakuwa kila mahali, kwa sababu ukiona ya kwamba siwe ulitenda, basi mashahidi wataitwa, na ndio watakuja wanakukumbusha, kumbuka wakati fulani. Itatokea yani ni kama kwenye TV, kwenye runinga, yani utatokea tu na mambo yote uliyofanya, na yote yataonekana, na wewe mwenyewe utaingia katika ule mto unaoelekea katika ziwa la moto, bila hata kuambiwa na mtu, kama umepiga magoti ukijua kule unaelekea. Kwa hivyo mashahidi ni wengi. Ndio naona wakati huu wakiingia katika nchi ya ahadi, kuna watu wote watakaoshuhudia, hata wasio wa agano, watu kama wachaji kuni, watu kama wenye kuteka, na wale wageni hawako ndani ya agano. Hawa ni wapita, wanapopita, lakini wameona vile Mungu amewatendea wakati mnaingia katika ahadi za nchi ya agano ambaye aliahidi atawapa. Kwa hivyo wakati Mungu ametuahidi anaenda kutubariki, kumbuka kuna mashahidi wanajua jinsi unavyobarikiwa. Apate kukuweka leo uwe taifa kwake, naye apate kuwa Mungu kwako, kama alivyokuambia na kama alivyowapia baba zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Kwa hivyo Mungu anaweka mashahidi hawa ili wakati anakufanya uwe taifa, a nation, taifa kubwa, kwa sababu mtazaana na muongezeke kwake, ili upate kujua yeye ndiye Mungu wako, na ukumbuke jinsi alivyotuambia wakati tulipookoka. Alitupa ahadi ya kwamba ataenenda na sisi kama alivyoahidi wazazi wetu siku za zamani, yaani Abrahamu ambaye aliishi katika hali ya kutoa madhabahu, na vile vile Isaka ambaye aliishi katika hali ya visima, na vile vile Yakobo ambaye alikaa katika hema. Kwa hivyo wapenzi, anatukumbusha tukiwa katika hema, tukiwa katika visima vya maji yaliyo hai, tukiwa katika hali ya kumtolea Mungu dhabihu, Mungu yuko pamoja nasi. Mambo haya matatu kumbuka: dhabihu, Abrahamu, na vile vile Isaka ni maji ya uzima, visima, na vile vile Yakobo ni katika hema. Ujue ya kwamba sisi ni wasafiri hapa. Usijichukulie yote ukidhani utakaa hapa milele. Sisi tunasafiri na tunaelekea nchi ambaye Mungu anatuahidi mahali alipo ndipo tutakapokuwa. Tukiwa hapa tuwe tukijua ya kwamba Mungu anatungoja mahali ambapo Yesu alituambia katika kitabu cha Yohana 14 kuanzia hapo mstari wa kwanza wa 6. Haleluya! Kwa hivyo wapenzi, wala sifanyi na ninyi peke yenu agano hili na kiapo hiki. Unaona, Musa anasema hafanyi nao peke yao wana wa Israeli, kuna mashahidi, na vile vile Bwana yuko pale, ila na yeye aliyesimama hapa nasi hivi leo mbele ya Bwana Mungu wetu, na yeye asiyekuwapo pamoja nasi leo, yaani Roho ambaye haonekani, hako pamoja naye, lakini anaona. Kwa hivyo na wale walio mahali pale na Bwana. Kwa hivyo mambo haya anayotoa na kuwaeleza wana wa Israeli wajue ya kwamba kuna wale ambao wanayafahamu na wako pamoja nao. Kwa hivyo wapenzi, wakati Mungu anadhibiti vile ambavyo anaenda kutubariki, huwa na wale wanashuhudia, kwa sababu hao ndio wataenda kueleza ulimwengu jinsi ambavyo Mungu amekubariki, kwa sababu waliona, ijapokuwa hao si wa baraka hizo, lakini waliona. Kwa hivyo wapenzi, lakini kulikuwa na maonyo. Kulikuwa na maonyo, warnings, ambazo Mungu alitoa kwa sababu ya agano. Agano hilo likiwepo, lazima kuwe na maonyo ya yale mambo ambayo unatakiwa usifanye, na kutawanyika. Kwa hivyo kulikuwa na kutawanyika kwa Israeli, kwani mwajua mlivyoketi nchi ya Misri na tulivyokuja katikati ya mataifa haya mliopita katikati yake. Kwa hivyo bado wanakumbushwa na Musa jinsi ambavyo walipita walipotoka Misri, na vile walipita kati ya mataifa yaliyokuwa njiani kule jangwani,
na jinsi Mungu alipita nao na kuweza kuwabariki na kuwaficha mpaka mahali ambapo wamefika. Lakini sasa wakati wamefika mahali hapo, ndio naona ya kwamba nanyi mliona machukizo yao ya sanamu za miti na mawe, fedha na dhahabu zilizokuweko kwao. Kwa hivyo si ati mlikuwa mmefungwa macho, mliona vile walikuwa wakiabudu mawe na miti ambayo walijichongea zenyewe, wanasema hiyo ndiyo miungu yao ya sanamu, na vile vile fedha walikuwa nazo wakiziabudu kwa njia tofauti, na dhahabu. Hii yote mlipitia na mliona, kwa sababu mlipita kati yao. Ni Musa anawakumbusha mambo haya. Tunapoenda tukiyaona jinsi ya ibada zinazoendelea mahali tulipo, ndizo zinavutia wengine wetu, wanabaki nyuma, na wengine wetu wanaona zile ibada za mawe. Kama ukitembea katika miji hii tuliyo sasa, utakuta sanamu ni nyingi sana za mawe zimewekwa kila mahali barabarani. Unakuta hiyo ni sanamu ya fulani, hiyo ni sanamu ya fulani, hiyo ni mnara wa fulani. Mambo haya unayaona hata katika nchi za Kiafrika, wameanza tabia hizo. Unakumbuka sanamu za waliokufa, kina Kimathi, kina nani, wameanza kusimamisha hizi sanamu za kina Kenyatta, za kina Lumumba, za kina nani katika nchi tofauti, kina ule upande wa Nigeria. Nchi zote wameanza kusimamisha hizi masanamu, yaani wameanza kuiga vile ambavyo nchi hizi zinafanya, nchi hizi za kidunia, kuleta mizimu ya watu wa kale, kuyarudisha hai ili waweze kuwa wanatembelea watu hapa. Hata ukiangalia katika mji, kwa mfano mji ambao ninaishi hapa Marekani, utakumbuka miaka kadhaa iliyopita sikuweza kuona mambo mengine, nimeenda kuona, lakini sasa waliona hawawezi kutengeneza sanamu zote ama za kuchonga na miti kwa wale wote ambao walikufa wakipigania vita hapa, maaskari kote ulimwenguni, kama vita vya Vietnam na wapi na vya kwanza vya dunia na vinginevyo. Sasa wameweka picha za wale waliokufa katika vita hizo, vijana, wazee waliokuwa majeshi, zimewekwa kila mahali barabarani. Ukitembea utaona picha hizo. Katika huku Pennsylvania zimewekwa, ukitembea mji wote. Wale watoto walitoka mji huo wakawa wajeshi na nini na wazee, picha zao sasa zimewekwa. Hiyo ni kuonyesha mizimu ya watu wa kale imeanza kutawala, yaani roho hizo ni kama zimefufuka. Kwa hivyo hata kujaribu kuhubiri injili hapa inakuwa ngumu, kwa sababu hizo roho zingine ni pingamizi, zingine hazitaki. Mnakumbuka juzi wakati tulisoma, nyinyi ambao mko mahali hapa, niliwaeleza juu ya vile ambavyo unasikia katika kitabu ya Samueli vile kulitendeka wakati Saulo anachukua mamlaka. Alipitishiwa mahali nyanya yake alipokufia Raheli, ili apite pale pakiwa na watu wawili mashahidi. Nataka kukueleza nini? Angalia jinsi ya nguvu za ulimwengu wa giza tunapoziinua kutoka makaburini na kuziweka sasa. Hata wewe ukiangalia na haujui, roho hiyo inakuingia. Kama hauna kitu ndani yako, kama hauna Mungu, roho hizi zitakuingia. Na ndio unaona watu wanafanya mambo ya ajabu ajabu, kwa sababu roho hizo zinapotawala zimepewa uhuru. Na ukikumbuka katika kitabu cha Mwanzo 6 utakumbuka wakati wanaferi, roho zile za wale malaika walioanguka zilivyokuja na kuwaingia binti za wanadamu na kuzaa nao. Hivyo ndivyo ilivyo, tunazaa kizazi ambacho hakisikii. Ukijaribu kuwaonyesha njia hawasikii, wanajua sana. Ni roho hizi zinawaingia na zimekubaliwa kutoka kuzimu, zinaletwa katika uhai. Haya mambo ndio nawaambia muweze kufahamu katika ulimwengu wa kiroho ni mambo gani Musa anatukumbusha katika maandiko. Hivyo ilivyokuwa jana, hata leo ndio iko, na ndio iko namna hiyo, na ndio tunakumbushwa mambo haya yaliyotendeka wakati walipita katika nchi hiyo. Na watu wanakuwa watu wa kupenda pesa na dhahabu, kama vile ambavyo tumeelezwa katika huo mstari wa 17. Nanyi mliona machukizo yao na sanamu zao, miti na mawe, fedha na dhahabu zilizokuwako kwao. Yaani mambo haya tunayaona, yako open kila mahali ukipita, sanamu hizi ziko. Mambo, picha hizo zimeinuliwa sasa, ni wale waliokufa. Kama watoto wetu hawakuona na sisi hatukuwajua, sasa tunawajua, tunawaona na sura zao, tunaona vile walikuwa wamevaa nguo za vita na nini. Mambo hayo ukiyakubali yanakuingia, kwa sababu ni ya kiroho katika ulimwengu wa giza. Na basi yakikuingia, mambo waliokuwa akifanya ndio yanajirudia. Ndio unaona dunia hamna amani. Maroho hizo zinakuja kurudisha mambo yaliyokuwepo. Asiwe mtu katikati yenu, mume wala mke, wala jamaa, wala kabila, ageukae moyo wake leo amwache Bwana. Kwa hivyo wapenzi, ukiona mambo hayo yote ambayo tunayaona wakati huu, Bwana anakuonya, pasiwe na mtu kati yetu ambaye atageuka roho wake, awe ni mwanaume
awe ni mwanamke wala jamaa yoyote ya kwenu wala kabila lenu. Bwana anasema tusigeuke mioyo yetu tuweze kusahau Bwana, tumwache, kwa sababu tukimwacha Bwana tutatekwa nyara na mambo hayo tunayoyaona, ambayo ni mambo bughuthi sana, mambo mabaya sana, mambo ya maroho zilizokwisha ondoka. Basi Mungu wetu tusiweze kumsahau, kwenda kuitumikia miungu ya mataifa hayo lisiwe katikati yenu shina lizaalo uchungu na pakanga. Kwa hivyo wapenzi, tunaambiwa ya kwamba tuangalie sana, tusikubali kuingia katika hiyo mizizi, tusikubali ije katika roho zetu. Wakati itaingia itazaa uchungu na pakanga. Kwa Kiingereza tunasema gall and worm, yani ni vile kuabudu, yani uchungu ni kuabudu hizo miungu idolatry, miungu mingine, na vile vile kuweka sumu. Pakanga ni sumu, yani ya wormwood ni sumu inayo hizi nini, mti unaoitwa wormwood, yani hawa wadudu ambao wanauma miti inaoza. Kwa hivyo wapenzi, tuangalie sana tusiingie wakati ambapo sumu hiyo itaingia ndani yetu, tumuondokee Mungu, tuanze kufa ovyo ovyo na kuingiwa na maradhi na magonjwa mbalimbali wakati Mungu ametuachilia. Yani tuangalie sana pasiwe na mizizi, shina lizaalo uchungu na pakanga. Yani pasiwe na shida hiyo itaingia ndani yetu iweze kutumaliza polepole na sisi tuwe watu wa kupotea. Ikawa asikiapo maneno ya laana hii ajibarikia mtu huyu moyoni mwake na kusema, nitakuwa katika amani, najipotembea katika upotoe na moyo wangu kwa kuangamiza mbichi na kavu. Yani ukishasikia neno hili, ukishasikia mambo ya agano hii na laana zilizopo tangu tulianza 28 huko, na ujue mambo hayo, kwa hivyo ujiondoe kabisa, usiwe wa kupotea. Yani usiwe mtu wa kupotea, lakini uwe katika amani na utembee katika amani, moyo wako ukijua ya kwamba unaweza kuangamiza hata ile mageni na yale tayari yalishakwisha pita, yani yaliyo mbichi na yaliyo kavu. Yani haya yote hayatakubadilisha. Utakuwa wewe ni mtu umesimama mbele ya Mungu na unatembea na Mungu wako, na mambo ya kukujaribu jaribu ya kale ama mapya hayatakuweza. Ndio maana ya mbichi na kavu. Kwa hivyo wapenzi, Bwana hata msamehe mtu huyu, lakini wakati huo hasira ya Bwana na wivu wake vitafuka moshi juu ya mtu yule, na laana yote iliyoandikwa katika kitabu hiki itamkalia juu yake, na Bwana atalifuta jina lake chini ya mbingu. Kwa hivyo wapenzi, mtu ambaye ataondoka katika njia hizi za Mungu ambazo ametufundisha, aweze kutenda kinyume na Mungu, aweze kutembea kama mtu wa mataifa, anasema ya kwamba hasira yake itawaka kama moshi. Yani itakuwa uende usome katika kitabu cha Zaburi 18 usikie moshi wa Bwana unapotoka mapuani. Yeye usahau hata makerubi wanaokaa karibu naye, anapita akienda kutetea watu wake. Kwa hivyo wapenzi, anasema laana hizi zimeandikwa, zitakufuata, zitakukalia, yani zitakufinyilia, zitakukalia, yani wewe kwisha, wewe umemalizika kabisa, kwa sababu mambo haya yatakufuata. Na Mungu anasema isitoshe, jina lako litafutwa chini ya mbingu. Wewe hautakuwepo katika uhai, katika wale watakaolala katika Bwana. Mambo yako yatasahaulika na hautakuwapo kamwe kamwe. Kwa hivyo Mungu atakusahau kabisa katika maisha yake yote, kwa sababu umefanya nini? Umekataa kusikiza maneno yaliyoandikwa katika kitabu hiki ambacho tunasoma, Torati. Lazima ufuate Torati. Bwana akamtenga kwa uovu kutoka kabila zote za Israeli, kwa laana zote za agano zilizoandikwa katika chuo hiki cha Torati. Kwa hivyo Mungu atakutenga kutokana na kabila lako, kutokea na watu mnaoamini nao, atakutoa pale. Uovu utakufuata kwa sababu Mungu atakuwa amejawa na uovu, na atakutoa katika kabila lako la Israeli, watu wateuliwa, na basi laana zote zitakufuata. Kwa nini? Kwa sababu umekataa kusikia nini? Mambo yaliyoandikwa katika Torati hii, kitabu hiki. Kwa hivyo wapenzi, hivyo ndivyo itakavyokuwa. Na anaendelea kusema, na kizazi cha baadaye wanenu watakaoinuka baada yenu. Yani anasema atalaani
kizazi cha baadaye chenu, yaani watoto wetu, wanenu. Wanenu maana yake ni watoto wetu, wana wetu, vijana wetu watakaozaliwa, watakaoinuka baada yetu, yaani si tukiondoka, wale watazaliwa baadaye, yaani kuturithi. Bwana anasema hao vile vile watafuatwa na hii mambo, na mgeni atakayekuja kutoka nchi ya mbali watasema watakapoyaona mapigo ya nchi ile, magonjwa aliyoitia Bwana. Yaani hao watoto wetu wataona mambo ambayo tulipitia sisi, na mambo mengi hata wageni wataona, na mapigo ambayo tulipitia kwa sababu ya uasi, kwa sababu ya kukataa kulifuata neno la Bwana kama alivyomwamuru Musa, ambayo inapatikana katika Kumbukumbu ya Torati hii iliyo katika kitabu hiki, ya kuwa nchi yake nzima ni kiberiti. Yaani nchi itakuwa imelaaniwa. Kile kizazi kitakuja, kitakuta nchi imeharibika, kitakuta maisha yamekuwa maovu, kitakuta dunia haina amani kabisa, itakuwa ni kama imechomwa moto, uberiti, sulfur, brimstone, kama ile ilichoma huko Sodom na Gomora. Kwa hivyo ndio inaitwa kiberiti. Itakuwa ni nchi ambayo madhambi inatembea kila mahali na hakuna amani kabisa, na vile vile itakuwa haina utamu. Hakuna utamu, chakula kitakuwa kibaya, na Mungu alisema kila kitu kitatolewa dhabihu mbele ya Bwana, kiwe kimewekwa chumvi. Wakati huo chumvi itakuwa ni zaidi, kama vile wakati ambapo mtumishi wa Mungu Elisha alipotoka kuchukua ile nguo ambaye aliachiwa na Elijah akienda, alipofika akakuta wana wa manabii pale karibu na mto wa Yordani. Aliwaambia, walisema nini? Chakula hakiliki. Na ndipo aliweza kutoa chumvi na kuweka. Kwa hivyo kutakuwa ni kubaya, kutakuwa si kuzuri, na basi na kuteketea. Kutakuwa kila mambo yanayofanywa hayapendezi, haipandwi, hata haizai. Nchi haitapandwa chakula, haitaweza kutoa kwa sababu mchanga utakuwa chumvi. Nchi mkipanda mbegu zinakauka. Kwa hivyo wapenzi, na hazitazaa. Nchi itakuwa ni jangwa. Kutakuwa hakuna amani katika. Sasa angalia, katika ulimwengu wa kiroho mambo yatakuwa mabaya na yatadhibitika katika mwili. Wala nyasi hazimei humo, hakutakuwa na nyasi. Kutakuwa yani ni upweke, ni hali mbovu sana, kama mapinduko ya Sodom na Gomora, na vile vile Adima na Seibomu, yani yaliyopindua Bwana kwa ghadhabu yake na hasira zake. Kwa hivyo itakuwa ni mbaya ghadhabu ya Bwana. Ukiangalia hii Adima na Seiboni ni zile miji ambazo zilikuwa karibu. Hii Seiboni ilikuwa ni mji mmoja kule katika Yordani. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 10 mstari wa 19 utaona hapo imeelezwa juu yake. Na vile vile hii ambaye ni Adima, yaani ngome kubwa iliyokuwa imejengwa, ukiangalia katika Hosea 11 mstari wa 8, hii ilikuwa katika tambarare ya Sidimu. Na haya katika vile vile katika Mwanzo hiyo 14 mstari wa 20, wakati ambapo mtumishi wa Mungu Abrahamu alienda kupigana kwa sababu Lutu alikuwa ameshikwa mateka wakati alipigana na wale wafalme watano. Kumbuka hapo alipokutana na Melkizedek. Kwa hivyo wapenzi, haya mambo, vile kulichomwa, vile kulipigwa, vile yalichomwa miji ile karibu na Sodomu na Gomora, hivyo ndivyo Mungu atafanya nchi yako. Hivyo ndivyo ataondoa utajiri wako. Hivyo ndivyo atafanya hata kizazi chako kitakachokuja kitauliza, kwani hawa walimtendea Mungu lini hata wakaweza kufika kiwango hiki ambacho mambo yote ni mabaya zaidi kuliko hata tulivyofikiri. Hivyo ndivyo Mungu anatuonya. Ukitaka mambo yawe mazuri hata baada ya wewe kuondoka na kizazi chako kikae vizuri, hebu mpende Bwana na ufuate amri zake na torati zilizoandikwa katika kitabu hiki ambacho Bwana ametupa, na ni kile ambacho alipea Musa wakati walikuwa naye pale mlima wa Horebu, ambapo alimweleza vile atakavyofanya na atakavyowafunza wana wa Israeli. Ni nini maana yake hali ya hasira hizi kubwa? Watu watajiuliza, kwa nini Mungu alikuwa na hasira hizi kubwa namna hii? Ni kwa sababu kupenda pesa sana, kupenda dhahabu sana, kupenda kuabudu vitu, mechonga sanamu za miti na mawe. Mambo kama hayo hayampendezi Mungu, kwa sababu hiyo ni akili yako unaizungusha ndani yako. Kwa hivyo nguvu za Mungu hazipo ndani yako. Kwa hivyo ndipo watakaposema watu, ni kwa kuwa waliacha agano la Bwana. Yaani mateso haya yote, watu watakao kuja kizazi kijacho, watu watasema ni kwa kuwa nini waliadhibiwa hivyo. Ni kwa nini? Kwa sababu waliacha
agano la Bwana Mungu wa baba zao alilofanya nao hapo alipowatoa katika nchi ya Misri, wakati utafanya dhambi. Unajua, tunasema ya kwamba mtu aliyeokoka ni tofauti sana na mtu ambaye hajaokoka. Mtu ambaye aliyeokoka akirudi duniani, wanasema katika maandiko haya, anasema ya kwamba ni kama mbwa kurudia matapishi yake aliyotapika. Huyo ni mtu ambaye ameokoka, anarudi tena kuacha Mungu na kurudi duniani. Huyo ni mtu mpumbavu tu, ni mtu yani kama mbwa anayerudia matapishi yake. Kwa hivyo wapenzi, hatutakiwi kurudi nyuma. Kurudi nyuma ndio Mungu anasema atatuadhibu mbaya. Tutakuwa tumesahau yale alitutoa katika Misri na tunarudi katika Misri. Na wakati unarudi katika Misri, nimeona wale wanarudi duniani baada ya wokovu huwa ni wabaya kuliko mwanzo, kwa sababu hata hawasikii neno la Mungu. Hata wakirudi duniani, naye dunia inawamaliza haraka haraka, ikiwatukana na kuwatusi, kwa sababu wanajua huyu anaweza badilika tena. Kwa hivyo anachukuliwa haraka haraka. Wakaenda wakatumikia miungu mingine, wakaiabudu miungu wasioijua asiyowapa yeye. Kwa hivyo watu wanaabudu miungu mingine mahali hawajui ilitoka wapi na hawajui ni miungu ya aina gani. Wakati utaona watu wanaenda ibada za waganga, ibada za maroho zingine, ibada za makaburini, ibada za kwingineko, zote hizo zote hawajui. Wakati wanaabudu mawe, wakati wanaweka picha za ngine, unaona ati Yesu ana mandevu, ana nini, hizo vitu zote unaabudu mifano. Hiyo yote inakupoteza, kwa sababu Mungu ni roho. Mungu ni roho na hauwezi kuchora roho, hauwezi kuchora roho. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wapenzi, ni vizuri kuwa rafiki wa Mungu, ujue ya kwamba Mungu anakuona kila wakati na anaishi ndani yetu, kwa sababu sisi ndio hekalu ya mwisho. Ndipo ikawashwa hasira yake ya Bwana juu ya nchi hii kwa kuleta juu yake laana yote iliyoandikwa katika kitabu hiki. Kwa hivyo Mungu analeta laana zote wakati ambapo tumekataa kufuata sheria ambazo zimeandikwa katika kitabu hiki, ambazo ni amri zake. Bwana akawang'oa katika nchi yao kwa hasira na ghadhabu na makamio makuu, akawatupa waende nchi nyingine kama hivi leo. Kwa hivyo Mungu atatuondoa katika utakatifu aliyotupa, katika utajiri aliyotupa, na atutupe kati ya mataifa katika nchi zingine, na tutaingia katika umaskini na utumwa, na tutakaa katika maisha mbaya sana, tukisema ole wetu, kama tungalijua hatungeweza kuondoka katika njia za Mungu. Mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii. Kwa hivyo wapenzi, mambo ya siri ambazo ninawaongelesha naye wakati huu, kulingana na Musa alivyoambiwa, mambo hayo nawaambia yatatokea. Kwa sasa ni siri ya Mungu, hata tujue atatupiga na magonjwa gani na mambo mengine, hiyo ni siri yake kubwa. Lakini mambo ambayo tunayaona, mambo ambayo tumeyaona wenyewe, tumeona magonjwa ya COVID, tumeona saratani, sasa hayo mambo ni kwetu sisi, tunayajua. Lakini mambo mengine bado imefichwa katika siri, na alituambia tulipokuwa tunasoma hiyo sura ya 28, alituambia ya kwamba magonjwa mengine hatujayasikia na hayajaandikwa katika vitabu. Hayo ndio Mungu ataachilia. Kwa hivyo tuogope Mungu na tukae katika njia zake, tukimpenda sana, kwa sababu kuna siri ambazo hatujawahi kuzijua, lakini yeye anatupa maonyo, anatuambia tukae kwa njia hii ili asije akatuondokea, na ili kizazi kijacho kisije kikauliza kwani tulimkosea Mungu nini. Kwa hivyo wapenzi, leo tutakoma mahali hapo, na tumemaliza hii sura ya 29. Yote ni maonyo ambayo Musa anawapa wana wa Israeli kabla ya kuondoka, kwa sababu siku zake zinakaribia sana, na sasa amewashindania wale kizazi watatu, yani Ruben na Gad na vile vile nusu ya Manase. Amewapa nchi, sasa yuko tayari kuondoka wakati wowote, lakini kabla ya kuondoka anawakumbusha wana wa Israeli. Na kabla ya mambo yote, nalikumbusha kanisa la Bwana likae katika utukufu wa Bwana na waogope dhambi, kwa sababu hiyo ndio inaweza tu kutuweka tuwe katika mbele ya Bwana Mungu wetu, na awe nasi na kutembea nasi, akitubariki siku baada ya siku. Mbarikiwe sana. Tutakutana wiki ijao sisi wa Rehoboth, na tuendelee kutoka hapo tuingie sura ya 30. Mungu awabariki sana.